tukimalizana na mtoto mmoja yake mbwa bajaji, tunaomba mechi baina ya Yanga dhidi ya wachambuzi, kwa sababu wachambuzi hawa kwamba bendera pata upepo. Unaposema Yanga mbogo, waambieni Yanga leo imewaka mpaka imelipuka, alafu tukutane na hawa wachambuzi wa Amani Zanzibar. Mtoto mmoja ataonda joto ajiwe, yana naomba kwa moja isifike. Ndio maana najiuliza kwani tarehe moja itakuwa tarehe ngapi? Mtoto mmoja kwa ile babu tarehe moja, na najiuliza mpaka sasa hivi tarehe moja itakuwa tarehe ngapi? Maana nalitamani lilitoka usiku na mchana mimi. Ndio ilikuwa na babaje, nilijua siku tunaganda, mwambieni tarehe moja sio mbali. Kwa tarehe moja mpaka sasa hivi najiuliza tarehe moja itakuwa tarehe ngapi? Kwa hiyo mwambieni mtoto mmoja tukutane nyua Amani Zanzibar sasa kwa kweli. Mechi tarehe moja imeisha. Hizi tano inamaanisha ndio zilikuwa zimeamua kufikia yaani kwanza hizi tano tulitaka hizo tumgaragaze tano. Sema sasa tulipoona kamdomo baadhi ya wachambuzi pamoja na mtoto Amuri mwenyewe, kwa sababu zilikuja taarifa hapo tulipocheza dhidi ya Cosmo, tulipocheza dhidi ya Namungo kule kwa Namungo, wakasema tumebebwa kwa Cosmo, wakasema kiwango kimeshuka, wakasema Yanga inapiga mpira slow, na ndio maana leo tukasema ngoja tuwabadilishie mapigo sasa. Sisi tuna uwezo kubadilika kama kinyongo, tunaweza kupiga mpira wa Barcelona, tunaweza kupiga mpira wa Arsenal, tunaweza kupiga mpira wa Chelsea, tunaweza kupiga mpira wa Manchester United. Kwa hiyo tunabadilika kama kinyonga. Na ndio maana ukiangalia kwa 45 za kwanza mpaka tunakwenda na goli hili moja, watu wakasema Yanga imeisha kiwango. Kipindi cha pili tukachange gear, tukamwambia mnataka tuwapeleke salamu. Haya, ewe njiwa peleka salamu kama nimempatano sasa. Mpaka sasa hivi wanaanga wanasalimiana, nipe tano mwanangu. Sasa tutarajenga mtoto Mudi, yani hapa kwenye tano nataka nikaongeze dozen goli hili moja, yani ziwe 6. Uwezo ninao na sababu ninazo, kwa sababu mpaka sasa hivi mtoto Mudi anajua kabisa mpaka sasa hivi tumkalia kooni, kwa sababu ukiangalia mtoto Mudi mpaka sasa hivi analalamika, ameshapeleka barua pale bodi ya ligi kama 6, anaomba mechi hiyo ya kutoka nyuma Amani Zanzibar anaomba irudishwe nani kwa Mkapa, lakini bodi ya ligi tukawaambia nendeni mkapate sheria iliyotungwa mwaka 1958 bara 38 kifungo nywi inasema kwamba mwenyeji wa mchezo ana mamlaka na haki zote za kuchagua uwanja kwenda kuchezea, na kweli bodi ya ligi ilipojiridhisha katika kipengele nywi, ndio maana kama wao wasema wakatangaza rasmi kwamba mechi itagongo nyuma Amani Zanzibar kwenye mahakama ya Hague. Mahakama ya Hague wanasema waogopi watu pamoja bala na jizima data waogopi, kwa sababu mtoto Mudi mpaka sasa hivi kwa polisi kano mpaka sasa hivi na wewe sexy. Unasikia jana wameshahama masuala ya uwanja washahamia kwa nani? Kwa nani? Na huyu beki wetu anakuambia wanamwona wahoji Yanga kwamba wametumia kigezo Damaro. Wanahoji Damaro alitumika kigezo gani? Kuwa Mtanzania. Sasa wale watoto tunajifanya kwa makaburi. Sasa akihoji kuhusu Damaro, imekoje amekuwa Mtanzania. Tunawauliza Kibu Denis wakati anacheza alikuwa Mtanzania sio Mtanzania? Tunajua Kibu Denis alicheza kwa sababu Mtanzania. Kwa hiyo na sisi tutakwenda kuchukua makaburi. Kibu Denis katika mechi zake zote alizocheza wanyang'anya pointi 3. Kwa sasa mtoto Mudi mwambeni hatutaki bla. Mechi ni nyua Amani Zanzibar. Tukutane kwenye mahakama ya Hague gereza la Guantanamo. Na sasa wanaweza kuwakabili. Wewe mtoto Mudi mpaka sasa hivi katika mtu ambaye ni mwoga kwenda nyua Amani Zanzibar mtoto Mudi, na tuambie bodi ya ligi mtoto Mudi asipokuja mnamo tarehe moja, naomba protocol zifuate na sheria zifuatwe, kwamba mtoto Mudi asipokuja tunahitaji goli 5 na pointi 3 muhimu, kwa sababu mechi kibao zishailishwa kwa ajili ya mtoto Mudi. Sasa naomba mechi ya tarehe moja asipokuja tupewe magoli 5 na pointi 3. Mtoto Mudi mimi natoa angalizo, kwa sababu mtoto Mudi mpaka sasa hivi ana sababu kibao ambao anazitoa za kitoto. Mara anakuambia sio uwanja umehamiaje Zanzibar, mara oda mara inakuja wewe Tanzania. Kwa mtoto hili anataka kukimbia. Ndio maana natoa tahadhari kwa bodi ya ligi. Mtoto Mudi asipokuja tuchukue watupe pointi 3 na magoli 5. Unajua huruma sio malezi. Katika mechi kadhaa zimeshailishwa kwa Mkapa pale. Mwisho wa siku utakuta mechi inailishwa na pangwa tarehe. Safari hii huruma sio malezi. Ndio maana katika siku ambayo naitamani kweli mnamo tarehe moja, mpaka sasa hivi najiuliza tarehe moja itakuwa tarehe ngapi? Kwa sababu jinsi ninavyolitamani lile toto lile, si kwa kwenda kumkumbusha majukumu kwamba Mangungu abake maondoke, yule mwanani Mudi abake maondoke. Mnamo tarehe moja niwaambie wanalanda wote mechi imeisha hiyo, kwa sababu mpaka sasa hivi ukimwona saa 1:15 wanacheza watoto wa Mudi wale nani wagogo. Sasa yeye anapocheza na wagogo, waambie wanaume washapeleka salamu, washao hapa salamu, na tuwape salamu sisi JKT Tanzania ndio tutakayopelekea salamu kwamba wale wanaume wanagonga wanapiga, yani wanadufua. Wewe unafikiri kwa migoli ya Uinome kifuru kombe ya kijana wangu aliowaka mjini mpaka kalipuka mpaka sasa hivi ana goli zake 5 kaja dirisha dogo depo. Wewe unafikiri mtoto Mudi hapa waogopi? Nao wamesajili mashine. Nani ana goli ngapi mpaka sasa hivi? Ana goli ngapi? Unajua ili mchezaji aonekane yuko bora mpaka sasa hivi ana goli ngapi? Haya kwa depo sasa hivi. Ipo mpaka sasa hivi kaja dirisha dogo ana chuma zake 5 tena za magoli ya Uinome blockbuster. One misery long rangers ana goli zake 5 na assist 8.
Kule nani baba kule kwenye kombe la kwenda kulitaki mbele. Twende kwa watoto wa Mudi walikuja dirisha dogo. Baada goli ngapi? Ana goli ngapi amemfunga nani? Yaani mimi Depu kashinda dhidi ya wanajeshi. Ndio nizungumzia watu ambao wanacheza. Wao wamecheza na wale wakulima wale nani wale nyapara. Kwa Depu amewafunga. Kawafunga wanajeshi. Sijui bwana. Hiyo ndio tofauti. Sasa yani unajua kati ya mwanajeshi na mkulima vitu vile tofauti. Yeye anacheza na wakulima, mimi nimecheza na wanajeshi. Hii vita leo ilikuwa kati ya mwanajeshi na raia. Lakini sasa tumefuata kifungo nyingi kwamba raia mwanajeshi anapojichanganya mbele ya raia wenye hasira kali. Piga kwa sababu unaona mwanajeshi mwenyewe, unaona kipindi cha kwanza nimemdunga moja, lakini tukasema kumbe anataka vita na wananchi. Ndio tukaonyeshana mwambo. Mwanajeshi kumbe sungusungu. Kwa sasa kuna utofauti mkubwa kati ya mwanajeshi na raia. Ndio kama nimesema mechi imeshaisha. Watu wanakwambia mkanda. Tukutane tarehe 1 hiyo mechi tunakwenda kumaliza kelele za watoto wa Mtopolo Mnyama anasema raundi hii atahakikisha analipa kisasi kwa wale wote mliomtendea. Katika siku ambayo tunakwenda kuwagaragaza watoto wa Mudi, basi katika mechi ambao itakuwa ni nyepesi kwetu hii, kwa sababu kwanza tunakwenda kucheza hiyo mechi zaidi ya robo finali, kwa sababu kwenye uwanja ule wa New Amani Zanzibar, gereza la Guantanamo, Mahakama Mezeregi, kwamba pale ndio tulipotolewa watoto wa Mudi akasema tumeoga, lakini mjini hatujaenda, si ndio bado tukashindwa kwenda robo finali. Sasa si pale tulishindwa kwenda robo finali. Sasa waambieni mnamo tarehe 1 hiyo ndio robo finali yetu. Mtoto wa Mudi nakwenda kumgaragaza gari za kutosha na kwenda kumshushia tsunami. Mtoto wa Mudi kwanza sijizime data. Katika siku ambao tuna hasira naye, basi hiyo ni mechi ya tarehe 1. Kwa sababu anachonga yule kiumbe. Unajua unapochonga, angalia una kikosi. Wale wachezaji waliokotana wale kweli waenda kashindana na kina Depu, waenda kashindana na kina Buba. Kweli wale wachezaji waliokota. Unajua kuna mtu anayesajili na kuna mtu anaokota. Sasa tarehe 1 itajulikana nani kaokota nani kakasajili. Sasa tarehe 1 ndugu zangu waandishi habari, twende New Amani Zanzibar, twende tukawaonyeshe kazi ya watoto wa Mudi kwamba kwanza hiyo mechi anayemdunda mwenzie ndo anakuwa bingwa wa hiyo mechi kwenda kuamua ubingwa. Yaani kimwamba hiyo tarehe 1 na mtoto wa Mudi akinifunga mimi tarehe 1, wallahi mimi nguo zangu zote na hata Zanzibar natembea kama nilivyozaliwa hapa. Ninasema hivi jamani, ndugu zangu waandishi wa habari, nimekwambia nikiwa kama rais wa yake wote Tanzania, mechi hiyo kwa jinsi tunavyoitaka, mtoto wa Mudi akishinda, yani fungwe na wale walemavu, mkononi ndala, mguuni ndala, nifungwe. Mtoto wa Mudi kaondoka na pointi 3, ananiacha mimi nalia. Wallahi serikali siingilie swala hili. Na nguo zangu zote siku hiyo naingia pale baharini kama nilivyozaliwa, naingia mtu kwenye boti mpaka Dar es Salaam anatembea uchi. Swala hili serikali siingilie. Sio, yani sio mpaka rais wa Zanzibar lazima nione kwamba rais alichokiahidi anatekeleza. Kwa maana nimesema hii mechi imeisha. Nimerudi leo alfajiri kwa ajili ya mechi hiyo. Nimekuwa sio nilinde. Nikiangalia lile pila la kombolao la watoto wa Mudi.